Naitwa Saleh Hamisi Mwinchete, daktari bingwa wa moyo kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete na mkurugenzi wa tiba katika hospitali yetu ya ALMC ambayo iko chini ya uendeshaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete na chini ya uwezeshaji wa Global Medicare. Hapa ninapozungumza ni katika viunga vya uwanja wa Sheikh Amri Abeid ambapo kuna kambi maalum chini ya uratibu wa ofisi ya mbunge wa jimbo la Arusha mjini, Mheshimiwa Waziri wa Habari Paul Makonda na ofisi ya mkuu wa mkoa kupitia mganga mkuu wa mkoa, na tunafanya kambi ya uchunguzi wa kibingwa na kibobezi. Tunafanya matibabu ya awali kwa magonjwa mbalimbali. Tunafanya upasuaji wa magonjwa mbalimbali kwa wananchi watakao kugundulika na matatizo na huduma hizi ni bure kabisa. Kupitia kambi hii, taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete pia imeshiriki kikamilifu na hapa ninapozungumza ni mbele ya kliniki maalum ambayo imeandaliwa ndani ya uwanja huu ambapo kwa kushirikiana na ofisi ya mbunge, taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete inatoa huduma za kiwango cha juu kabisa za uchunguzi na matibabu ya moyo kupitia kliniki hii ambapo kuna madaktari bingwa bobezi wa magonjwa ya moyo ikiwemo mimi mwenyewe pamoja na madaktari wengine ambao wamesafiri kutoka Dar es Salaam kuja kufanya matibabu na uchunguzi kwa wagonjwa mbalimbali. Kwa wananchi ambao wametembelea hapa, mwitikio ni mkubwa sana na mpaka sasa hivi tunaelekea kufikisha wagonjwa takriban 700. Wengi wao ni wamegundulika wakiwa na magonjwa ya shinikizo la juu la damu kwa kiwango kinachostahili kwa kweli kufuatiliwa kwa karibu. Na hapa tunazungumzia baadhi ya wananchi ambao wamegundulika ni mara yao ya kwanza wakiwa hawana dalili yoyote, na hii inatupa fundisho ya kwamba hata sisi ambao tumebaki majumbani na maeneo mbalimbali ya mkoa wetu kanda yetu, lakini pia Watanzania kwa ujumla, juhudi hizi zinazofanywa na serikali yetu chini ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba huduma zinawasogelea huduma za kibingwa bobezi za msingi kabisa kama afya, ambao wote tunafahamu afya ndio mtaji, zimewasogelea wananchi kupitia matukio, kupitia juhudi mbalimbali ikiwemo kambi kama hii ambapo sasa wananchi wote wa hali zote, wa rika zote, wakubwa, watoto wanapata uchunguzi wa awali. Hapa katika kliniki yetu hii wapo watoto wadogo ambao wamegundulika na magonjwa ya kuzaliwa ya moyo au tunaita congenital heart disease. Kwa mara ya kwanza labda mtoto alikuwa haendelei vizuri nyumbani, mama akajaribu hiki na kile, lakini hapa tumeweza kugundua kwa kutumia vifaa ambavyo tumevileta ambavyo ndio hivyo tunavitumia katika hospitali zetu kubwa kuweza kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida kabisa na mwananchi yoyote ambaye atapata fursa ya kufika hapa basi anaweza kuchunguzwa kikamilifu, uchunguzi wa awali, na wengine wamepewa rufaa kwa ajili ya kuendelea kupata matibabu katika hospitali zetu za hapa. Taasisi ya moyo kama ninavyofahamu ya Jakaya Kikwete imefungua tawi la kisasa kabisa katika hospitali ya ALMC au Cherehani ya mjini ambapo sasa huduma za uchunguzi na matibabu ya moyo zinapatikana kanda ya kaskazini yote, mkoa wa Arusha, mikoa ya jirani, nchi za jirani, zinapatikana kikamilifu
kupitia hospitali yetu ya ALMC chini ya uendeshaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Na nitoe rai kwa wananchi wa mkoa huu na maeneo ya jirani waweze kufika, watumie hii fursa kupata uchunguzi wa awali, na sisi tunafarijika au tunafurahia kutumia ujuzi elimu tuliopewa kupitia juhudi mbalimbali za serikali. Madaktari bingwa wamesomeshwa, wanafahamu namna ya kutibu magonjwa mbalimbali ambayo zamani tulikuwa tunarufaa wagonjwa nje ya nchi. Kwa sasa vitu vingi tunavifanya hapa hapa katika nchi yetu, na kweli kabisa mimi binafsi ni kitu ambacho kinanipa faraja sana kutumia ujuzi wangu hususan kwa watu ambao pengine kwa namna moja au nyingine inaweza kuwa ni ngumu kutufikia kutokana na mazingira yetu ya ufanyaji kazi, lakini fursa kama hii inakuleta karibu na daktari, unaweza kuchunguzwa, na baada ya kuchunguzwa basi unapewa ushauri. Wale ambao wanakutwa hawana tatizo lolote, tunawapa ushauri namna bora ya kuishi maisha rafiki dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza kama magonjwa ya presha, sukari, magonjwa ya mapafu. Tunawaelimisha namna ya kufanya mazoezi, kuachana na uvutaji wa sigara, unywaji pombe. Vyote hivi ni vitu ambavyo vinaweza kuathiri afya ya mtu. Kwa hiyo tunatoa elimu, tunatoa ushauri na namna ya ulaji bora, lakini pia kwa wale ambao wanaonekana wana changamoto, tafiti zinaonyesha mtu anayegundulika na changamoto ya kiafya mapema, basi kwanza ataanza matibabu mapema. Na ukianza matibabu mapema, maana yake ni kwamba kwanza unapunguza madhara ya kile ambacho mtu anaugua. Kama ni sukari, basi utapunguza madhara yatokanayo na sukari. Lakini pili, unakuta hata katika matumizi ya dawa basi mgonjwa kama anatakiwa akichelewa kuja na lazimika kutumia dawa 5, dawa 6, ukija mapema labda utatumia dawa ya aina moja. Kwa hiyo hata kwenye mambo ya kutumia kipato chako kugharamia matibabu kinapungua kwa kuwahi kuja kugundua mapema na kuanza kupata matibabu na kupata ushauri wa namna ya kuishi ukiwa na ugonjwa na usipokuwa na ugonjwa. Na pale ambapo unahitaji matibabu, basi matibabu yanafanyika mapema, yanakupunguzia gharama, yanakupunguzia madhara.